vijana wetu, asanteni sana kwa kuwa sehemu muhimu ya kanisa. Leo tunaongozwa na dhamiri hii: tumtambue Kristo wa kweli na tumfuase katika maisha yetu. Tumtambue Kristo wa kweli na tumfuase katika maisha yetu. Katika somo la Injili tulilolisikia, Kristo Bwana yu pamoja na wanafunzi wake katika mji unaoitwa Kaisarea Filipi. Anawauliza swali la msingi: watu hunena ya kuwa mimi ni nani? Wanatoa majibu anuai, na baadaye anawauliza, na ninyi je, mwanisema kuwa mimi ni nani? Na Petro anatoa jawabu zito linalompendeza Kristo, na baada ya hapo anambariki na kumpa mamlaka. Sasa ili tuelewe vizuri msingi wa swali hili, naomba tutoke nje ya maandiko matakatifu tuende kwenye historia. Historia itatupatia mazingira ya kuelewa kwa nini Yesu anauliza swali hili. Mji unaotajwa Kaisarea Filipi upo kaskazini mwa Palestina. Mji huo wakati huo uliitwa Paneas. Na kwa nini Paneas? Kwa sababu pale kulikuwa na hekalu la Mungu Pan. Huyu Mungu Pan ni Mungu wa Kigiriki aliyeabudiwa na watu wa maeneo hayo na watu wengi waliokwenda katika maeneo hayo, kwa sababu ilikuwa ni eneo lenye rutuba na ni eneo lenye maji. Ni ambapo viko vyanzo vya mto Yordani katika maeneo hayo. Hivyo kwa sababu ya hali ya hewa na ardhi iliyokuwepo hapo, mwingiliano wa watu ulikuwa ni mkubwa na watu kutoka kila huku walikuwa wanakuja. Sasa hawa Wagiriki waliabudu katika hekalu hilo la Mungu wao Pan, na huyo alikuwa ni Mungu wa asili, Mungu wa wachungaji na Mungu wa misitu. Sasa baadaye mahali hapo alikuja mtawala aliyoitwa Herode Mkuu. Herode Mkuu alijenga mahali hapo hekalu kwa heshima ya Kaisari Augusto. Fikiria, tuko nyakati hizo, ni kabla ya Kristo. Kuna watawala waliruhusu waabudiwe na wakajifanya miungu na wakawa wanaabudiwa. Sasa mfano mojawapo ni huyu Kaisari Augusto aliyojengewa hekalu na Herode Mkuu hapo mahali palipoitwa Pan. Alipofika mtoto wake, mtoto wa huyu Herode Mkuu, yaani Herode wa pili, alipotawala eneo hilo, huo mji ulioitwa Pan, ambapo kuna hekalu hilo la Kaisari Augusto na hekalu la Mungu Pan, alipaitwa Kaisarea kwa heshima ya huyo Kaisari, ili kuweka huu muungano wa kisiasa kati ya dola ya Roma na miji ya Kiyahudi. Akapaita Kaisarea. Sasa kwa sababu ni yeye naye alikuwa ni mtawala, kutofautisha na miji mingine iliyoitwa Kaisarea, akapaita hapo Kaisarea Filipo. Kaisarea mtawala wa Roma, na yeye mwenyewe Filipo. Huyo Filipo ni mtawala wa pili baada ya Herode Mkuu. Mahali hapo palisifika si tu kwa kuwa na miungu wengi, kwamba watu walikuwa wanaabudu miungu wengi, lakini pia palikuwa na nguvu ya kisiasa. Watawala wa kisiasa walikuwa na nguvu, na utawala wa kisiasa uliabudiwa mahali hapo, uliabudiwa. Sasa katika mazingira hayo, Yesu na wanafunzi wake wamefika hapo Kaisarea Filipi penye historia hiyo, na kwenye mazingira ya miungu wengi na watu wenye nguvu ya kisiasa, na pia wanasiasa wanaabudiwa. Yesu anawauliza wanafunzi wake, kwa sababu naye anatenda matendo makuu. Anawauliza wanafunzi wake, hivi hawa watu, ili neno watu anasema mimi kuwa ni nani, sio watu tu, ni watu hawa wa Kaisarea Filipi ambao wako wa aina hii. Hakuuliza swali hili Yerusalemu, hakuuliza swali hili Betsaida, hakuuliza swali hili Betania. Aliuliza Kaisarea Filipi kwa sababu ya tabia ya mji uliokuwepo. Sasa anauliza watu hawa wanasema mimi kuwa ni nani? Maana wana miungu vingi huku, wanaabudu wanasiasa wengine hapa. Akina Kaisarea Augusto wana mahekalu yao hapa, siasa ina nguvu, inaabudiwa. Sasa mimi wananisema kuwa mimi ni nani? Ndipo mitume wa Bwana, wafuasi wa Bwana wanatoa majawabu.
na majawabu yaliyotolewa kimsingi yana ukweli wa kihistoria. Wengine wanasema wewe u Yohane. Herode Antipa aliposikia habari za Yesu alianza kuweweseka. Huyo ni Herode Antipa, alianza kuweweseka akasema, lakini mbona Yohane Mbatizaji ni mkata kichwa na huyu ni nani? Maana yake akafananisha matendo ya Yesu na Yohane Mbatizaji ambaye alikuwa amekwisha kumuua tayari. Herode Antipa. Jawabu la pili, wengine wanasema wewe kuwa ni Eliya. Ukisoma kitabu cha Malaki sura ya 5 aya ya 4, kuna utabiri kwamba Eliya angerudi na kuendeleza utume wake. Sasa wanavyomtazama Yesu na matendo yake, wengi wanafikiri kwamba ni utimilifu wa andiko lile kwamba Eliya amerudi, anatekeleza wajibu wake. Na jawabu jingine likawa ni vague, jawabu jumla. Wengine wanasema wewe ni mmoja wapo wa manabii, na ndipo Kristo anakuja kwao sasa. Na ninyi je, mwanisema mimi kuwa ni nani? Ndipo Petro anatoa jawabu ambalo halikutegemewa hata na Bwana mwenyewe. Wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Hilo ni ungamo la kwanza la mitume kwa Kristo, kwa Yesu kama Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ni mitume katika nafasi hii, katika mji huu wa Kaisarea Filipi. Kristo, Yesu ni Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Na ndivyo tunavyoungama hata katika ungamo letu la imani. Tunamsadiki huyo Yesu Kristo, Mungu kweli kwa Mungu kweli, kwa sababu mitume walikwisha muungama tayari. Bwana wetu anapendezwa na jawabu hilo. Anamwambia Petro, hili jawabu si mwili na damu vilivyokufunulia, bali ni Roho wa Baba. Ni jawabu la msingi ambalo linaonesha juu ya nafsi ya Kristo na utume wake kama Masiha. Linatoka kinywani mwa Petro, na baada ya hapo anampa mamlaka. Kwanza maneno aliyotamka ni ya baraka, na kisha anampa mamlaka. Wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Na nampa na utume, nami nakupa funguo za ufalme wa mbinguni. Lolote utakalolifunga duniani litakuwa limefungwa na mbinguni, utakalolifungua duniani limefunguliwa na mbinguni. Kwa sababu ya jibu la msingi alilolitoa, ungamo alilolitoa juu ya nafsi ya Kristo. Kristo Yesu amependezwa na jibu hili. Alitaka kuelewa hawa watu wanaoambatana nami, ambao nimewachagua hawa, wanaelewa nafsi yangu na utume wangu. Sija wakawa wanaelewa kama hawa watu wengine hawa wa Kaisarea Filipi. Kristo alifurahishwa na jawabu hilo, na hapo akatoa utume kwa Petro. Ndugu zangu, katika mazingira yetu ya leo, sote tunaguswa na swali hilo hilo. Kristo anatuuliza, katika nafsi yako wewe kuna majibu ya jumla. Umma unasema nini juu ya Yesu? Vijana wanasema nini juu ya Yesu? Wazee wanasema nini juu ya Yesu? Wafanyabiashara wanasema nini juu ya Yesu? Kila hao wanasema nini juu ya Yesu? Lakini wewe unasema nini juu ya Yesu? Ni rahisi sana kutoa taarifa ya wengine wanasema nini. Wengine wamesema hivi, wamekwambia hivyo, wamekusema hivi, wamekusema hivi. Na wewe unasemaje? Na wewe unasemaje? Hivyo ni swali binafsi linalokuja kwa kila mmoja wetu. Wewe unasema nini juu ya Yesu? Yesu ni nani kwako? Anakuuliza. Na wewe wasemaje? Kijana, wewe kwa jina unasemaje? Yesu ni nani kwako? Yesu ni nani kwako? Ndipo tunasema sote tunaalikwa kumuungama Kristo wa kweli katika maisha yetu na kumfuasa. Tumuungame Kristo wa kweli katika maisha yetu na kumfuasa. Vijana wapendwa, adhimisho hili ni kwa ajili ya kuhitimisha rasmi kongamano lenu, hija yenu, siku zenu za hapa jangwani, ambapo mmekuwa mkiundwa, mkifinyangwa
kwa uwepo wenu mazingira haya, lakini kwa mafundisho mbalimbali mliopewa, lakini zaidi kwa upamoja wenu. Tunapokuwa pamoja tunamtukuza Mungu pamoja. Tunapokuwa pamoja kwa jina la Kristo, Kristo katikati yetu. Hili hapa ni adhimisho ambalo linalenga kuwasindikiza, kuwaombea ninyi vijana ambao mnahitimisha shughuli hii maalumu. Vijana wapendwa, watu wa Kaisarea Filipi, kwa sababu ya mchanganyo uliokuwepo katika mji huo na kelele nyingi zilizokuwepo hapo, waliulizwa swali hili mitume. Na ninyi vijana wapendwa, katika ulimwengu na mazingira tulimo, ambapo kuna sauti nyingi na kelele nyingi zinazomzongazonga kijana, kuna kila aina ya vurugu inayomwandama kijana, Kristo anauliza swali hili. Pamoja na kelele zote hizo, kelele za TikTok, kelele za Instagram, kelele za WhatsApp, kelele za nani za kila aina ya mitandao, wewe kijana unasemaje juu ya nafsi ya Kristo? Mimi ni nani kwako? Yesu anakuuliza, mimi ni nani kwako? Achana na watu wanasema nini, wewe mwenyewe. Ndipo hapo tunapoalika vijana wetu, jenga uhusiano na Kristo Yesu. Jenga urafiki wa karibu na Kristo Yesu. Jenga uhusiano wa ndani na Kristo Yesu. Ukijenga huo ukaribu, ukijenga huo urafiki, ukijenga huo uhusiano wa ndani, yeye mwenyewe kwa msaada wa neema zake ataendelea kukufundisha, kukuunda, kukujenga uwe chombo bora zaidi katika kanisa na katika familia nzima ya mwanadamu. Lakini lazima uoneshe mwenyewe utayari wako. Kutamka tu jina la Yesu haitoshi. Kufika tu katika makongamano haitoshi. Uhusiano wako binafsi na Kristo Yesu ukoje? Uhusiano wako na Yesu ukoje? Ukijenga uhusiano binafsi ulio imara na Kristo Yesu, yeye mwenyewe kwa namna ya fumbo atakufanya kuwa chombo kiteule, atakutumia katika huduma mbalimbali. Utakuwa mikono ya Yesu, utakuwa miguu ya Yesu, utakuwa jicho la Yesu, utakuwa mdomo wa Yesu kwa ajili ya kuleta ukombozi ulimwenguni. Maana yake, vijana wapendwa, mnaalikwa kwa muungano huo na Kristo, na sisi vijana tufanyike kuwa wakombozi washiriki. Maana yake tushiriki kazi ya ukombozi wa Kristo kwa njia ya maisha yetu, kwa njia ya utume mbalimbali, kwa njia ya matendo mema ya upendo na ya huruma. Tuoneshe kwamba Kristo yu ndani mwetu na anatenda kwa njia yetu. Hilo ni ombi ambalo tunamwambia Mwenyezi Mungu katika adhimisho hili. Pamoja na maombi yote ambayo mmeyatoa vijana wapendwa, na sisi taifa la Mungu tunawaombea ninyi vijana wetu. Pamoja na kumshukuru Mungu kwa zawadi yenu ninyi, lakini tunawaombea hilo liweze kumwilishika katika maisha yenu. Jenga urafiki na Kristo. Jenga uhusiano wa karibu na Kristo. Jenga na imarisha sana mahusiano yako ya ndani kabisa na Kristo, ili Kristo adhihirike katika maisha yako ya kila siku. Na sisi wengine wote kama taifa la Mungu tutambue na kumshukuru Mungu kwa zawadi hiyo ya vijana, na tutwae wajibu wa kuwasindikiza vijana kuelewa mazingira walimo, mazingira yenye changamoto mbalimbali, na tutwae wajibu huo tukijua kwamba Mungu ametupatia zawadi ya vijana, na ni zawadi ambayo inapaswa kutunzwa. Ukipewa zawadi, itumie vizuri, itunze vizuri. Vijana ni zawadi kubwa katika kanisa. Tuwasindikize vijana kwa namna mbalimbali. Mtakatifu Pio wa 10 Papa ndiye aliyeweka msisitizo mkubwa sana juu ya malezi ya kidini na malezi ya kimaadili kwa vijana. Malezi ya kidini na malezi ya kimaadili kwa vijana. Hivyo taifa la Mungu sote tunaalikwa kuwapa miongozo vijana wetu, kuwapa maelekezo vijana wetu yanayowasaidia kukua katika mazingira yao na kuwa tayari kuhimili mikiki ambayo inawazongazonga ili wasimezwe na mawimbi ya ulimwengu. Huo ni wajibu wa sisi sote kama wana kanisa. Na ninyi wenyewe vijana wapendwa, ombeni kwa Mwenyezi Mungu zawadi ya usikivu. Zawadi ya usikivu. Ukiwa msikivu, utalisikia lililo jema, linalokuelekeza, linalokuangalisha na hata linalokuongoa katika njia ambayo sio sahihi. Hivyo usikivu ni jambo la kwanza. Mmoja alisema, nyakati zinavyokwenda
roho ya usikivu inatoweka. Kuna roho ya majiteteo zaidi. Tunakuwa na roho ya majiteteo, hata namuelekeza jambo hili linafanyika hivi, atajitetea, amekosea hapa, atajitetea sana, lazima ashinde. Yani kuna roho ya kushinda. Na hata ukiwauliza katika salamu ya kawaida, jana hujambo? Sijambo, unaendeleaje? Napambana. Unapambana na nani? Unapambana na nani? Na unamwona hata anapotembea tu anapambana. Yani kila kitu ni mapambano. Anapoongea ni mapambano. Tunapambana. Mungu ananipambania, yani roho ya mapambano. Ukiwa na roho ya mapambano hutasikiliza lolote lililo jema. Utataka ushinde. Kila mtu anayekuelekeza unaona huyu sasa ni mpinzani. Ngoja tupambane. Tunapambana. Roho ya usikivu. Moja ya tunu kubwa ya Mtakatifu Benedikto, sisi na Benediktini ndio mahali mlipo, ni usikivu. Na kanuni yake tukufu inaanza na neno la kwanza kabisa, sikiliza mwanangu. Sikiliza mwanangu. Ukiwa na roho ya usikivu, utafundishwa, utaelekezwa, utaimarishwa, utaongoka, utawekwa katika njia njema na utakuwa ni kijana mpendevu. Vijana wengi wamepoteza ramani ya maisha yao kwa sababu ya kukosa usikivu. Wengi wamepoteza ramani ya maisha kwa sababu ya kukosa usikivu. Omba Mungu akupe zawadi ya usikivu. Na wakati mwingine Mungu wetu anaongea jambo zuri kupitia hata mwenzako tu, kupitia jirani yako. Sio lazima wewe wakubwa gani, viongozi gani. Wazazi wako wanaongea na wewe, walezi wako wanaongea na wewe, upo kwenye viwawa, viongozi wako wanaongea na wewe, wenzako wanaongea na wewe, majirani zako wanaongea na wewe. Omba roho ya usikivu. Tukiwa wasikivu, tutajiokoa na mambo mengi sana yanayotuangamiza. Lakini tukiwa na roho ya mapambano, tutapambana na hata na wale wanaotumwa na Mungu kutuokoa. Utapambana na kila kitu na kila mtu, halafu hapo utapoteza yote. Ndugu zangu, Yesu Kristo ambaye tunamsikia katika Injili anawauliza wafuasi wake juu ya nafsi yake, anakuja kwa kila mmoja wetu. Tuwe tayari kumsikia, tuwe tayari kumsikiliza, na kwa njia hiyo tutakuwa katika njia salama, njia iliyo njema. Carissimi, oggi siamo invitati a confermare ancora la nostra fede in Gesù. Gesù chiede ai suoi discepoli che cosa dice la gente di chi sono io. È una domanda principale. I discepoli danno alcune risposte. Tutte le risposte storicamente erano corrette. Poi Gesù chiede loro: e voi, chi dite che io sia? Voi. La gente si dicono così, sono Elijah, sono uno dei profeti, va bene, ma voi. Chi dite che io sia? Pietro dà una risposta chiara, una risposta che piace a Gesù. Tu sei il Cristo, il figlio di Dio vivente. È una risposta profonda. Gesù fa questa domanda a Caesarea di Filippo, un luogo dove c'erano molti dei e diverse forme di culto.